Pokea kwa imani. Amen. Anasema kwani mioyo yao imeificha ufahamu, kwa hiyo hutawakuza. Baba, asante. Bariki maneno haya, yatusaidie katika safari, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukua na kufanikiwa katika maisha yake. Naomba sasa mkono wako uwepo katikati yetu, useme na mioyo yetu na maisha yetu, utusaidie kwa neema yako, katika rehema zako, katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Amen. Hakuna kitu muhimu katika maisha ya mtu kama ufahamu. Mtu asipofahamu, kuna jina analoitwa. Asipofahamu anaitwa mjinga. Lakini mtu akifahamu anaitwa mwelevu. Na katika mpango wa Mungu, Mungu anahitaji watu wote wawe na ufahamu, na viwango vya ufahamu vinaeleza makuzi ya mtu. Mtu anapokosa ufahamu inaonekana ni mtoto, lakini ufahamu unatambulisha viwango vya ukuaji wa mtu. Na mimi nasema hivi, kulingana na kila mmoja wetu alivyoongeza miaka yake ya kuishi, hiyo inahitajika uongeze ufahamu katika siku za maisha yako. Na watu wengi wanapotea kwa sababu wanatengeneza mazingira ya kutokufahamu mambo ya kimungu katika siku za maisha yao. Maana kwa wingi wa ushauri watu wanafahamu, halafu wanapokea neema ya wokovu wa Mungu katika Kristo Yesu. Yesu asifiwe. Sasa mwandishi anasema kwa sababu wameificha mioyo yao ufahamu, Mungu hatawakuza. Mungu hatawakuza. Tumesema kukua ni kuwa na ufahamu. Kukua ni kuwa na uelewa. Kukua ni kuwa na kugundua. Sijui kama uko pamoja na mimi. Wangapi wako pamoja na mimi? Sikiliza nikueleze. Mzazi anapoona mtoto nyumbani, mtoto anaanza kupanga vyombo, anaanza kupanga vifaa vya nyumbani. Akikuta upanga mahali, anauchukua na uweka mahali. Akikuta fagio mahali, analichukua na liweka mahali. Lakini akikuta uchafu, anaenda na chukua fagio, anaufagia. Akikuta jambo, analishughulikia. Mzazi anakuta mtoto ameshashughulika. Mzazi anasema mtoto wangu amekuwa. Mtoto wangu amefanyaje? Amekuwa. Lakini mtoto ambaye hajakuwa
hata kiona kinyesi mlangoni anakiruka, anaingia ndani. Halafu wakati wa kutoka na kikuta anakiruka, anaingia ndani. Huyu hajawa na ufahamu, ameficha moyo wake ufahamu, na kwa sababu ameficha moyo wake ufahamu, huyu hawezi kukua. Hivi mmeshawahi kusikia kwamba ni redio kubwa lakini bendi moja? Hujawahi kusikia? Wewe hujawahi kusikia? Kwa hiyo ukuaji ni uwezo wa kuelewa mambo, uwezo wa kugundua mambo, lakini lazima ujigundue mwenyewe ya kwamba sasa mimi nimekuwa, mimi nimeongezeka, na kwa sababu nimekuwa, mimi nimeongezeka, lazima utumie uwezo. Sijui makabila mengine, lakini kabila letu la Kigoma, ili mtoto wa kiume umupe mke mpaka atengeneze kanyumba akatengeneze yeye mwenyewe kuanzia chini mpaka juu. Yaani hiyo ni ishara ya kuonyesha mzazi mtoto tayari amefanyaje? Amekuwa, kwa sababu ana uwezo wa kujenga wakaishi na mke wake. Huyu mtoto amefanyaje? Amekuwa. Lakini mtoto anayerara kwenye nyumba ya wazazi, anarara kwenye nyumba ya wazazi, anaamka anarara, kesho kutwa, mwaka mwingine, hana wazo la kujenga kanyumba kake. Ukimpa mke atamtesa mke. Kwa nini? Hana ufahamu wa kufanyaje? Wa kutosha. Unaona? Kwa hiyo kwa maana nyingine hajakuwa. Maana aliyekuwa anaongezeka nini? Ufahamu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu aliyeongeza ufahamu, unamsoma kwenye matatizo, namna gani anayatatua. Mwingine anasubiri mpaka aambiwe ndio anafanyaje? Anatatua. Lakini aliyekuwa anajua tatizo, anajua shida, anasema hata mama hajasema wala baba hajasema, lakini hili ni tatizo narotakiwa nilitatue. Kwa hiyo baba na mama wakifika wanakuta ameshashughulika, ameshakamilisha. Anasema huyu mtoto wangu amekuwa. Kama na hili amelishughulikia, nakuta ameshalimaliza. Na hili amelishughulikia, nakuta ameshamaliza. Mtoto wangu amekuwa. Hata akiolewa atautengeneza mji, kwa sababu tayari anaufahamu ya kwamba nyumba ni chafu, anafagia. Vyombo ni vichafu, anavikosha. Nje ni pachafu, anafagia bila kuambiwa. Lakini mwingine, Magdalena, nje ni pachafu, hebu toka nje ufagie. Magdalena bado hajapata ufahamu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Unaona, vyombo vya kunywea maji havina maji. Magdalena, shughulika uweke maji. Lakini Magdalena anatakiwa anapita tu kwenye vyombo, maji hamna, anachemsha, anaweka maji. Maana ni hitaji la familia yote. Baba na mama wakija, maji nimeshachemsha, nimeshaweka, yaani maji yapo, kila kitu kiko vizuri. Wazazi wanaanza kusema mtoto wetu ameshakuwa.
hata akienda kwenye mji wake atautunza mji wake. Kwa hiyo nisikilize, muulize jirani yako, unasikia au unasinzia? Mwambie, sikia maneno yenye hekima upate hekima. Yesu asifiwe sana. Kwa miaka yako kuongezeka, unapaswa kuongeza ufahamu katika maisha yako. Uongeze uelewa katika maisha yako. Kile ambacho ulikuwa ukielewi, sasa ukielewe katika Kristo Yesu. Hiyo neema Mungu aiachilie juu yako. Huo uwezo Mungu auachilie juu yako. Hiyo itakusaidia ikiwa ni mwanafunzi uko shuleni. Ukiongeza ufahamu utakufanya uyashiriki mambo ambayo usingeweza kuyashiriki. Lakini kwa sababu ya ufahamu, Mungu atakuweka juu ya hayo. Nasema Mungu atakuweka juu ya hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio sababu tunamaliza mwaka, tunaingia mwaka, tunamaliza mwaka. Ni kwa sababu katika vipindi vyetu kuna kitu Mungu anahitaji tukifanye. Kwa hiyo ndio sababu tunamaliza mwaka, tunaingia mwaka. Mambo ya mwaka jana ni tofauti na mwaka kesho. Mwaka kesho utashangaa umefanya mambo makubwa kuliko ya mwaka jana, ikiwa umeongeza neema ya ufahamu. Lakini ukisinzia katika ufahamu, hata neema uliyokuwa nayo unaweza ukanyang'anywa, ukakuta viwango vyako vinashuka. Kwa nini vishuke? Ulikuwa na ufahamu ukarejesha ujinga. Mtu mjinga anapitwa na mambo mengi. Kwa sababu hiyo ndio maana Mungu anawaita watu wa aina mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha watu watoke katika kutokufahamu, watu waingie katika namna ya kufahamu. Sema amen. Ni nzuri sana, ni nzuri sana. Unajua hiyo ndio iliyosababisha Yesu wakati anawambwa msalabani akavikwa taji ya miba. Ile taji ya miba ilikuwa inawasilisha, usimsahau ni mwamba wako.